Robert Prevost. Majina yake yote ni Robert Francis Prevost. Alizaliwa huko Chicago Septemba 14 mwaka 1955. Prevost alisoma katika Umoja wa Kiteolojia wa Kikatoliki wa Chicago na alitunikiwa diploma ya teolojia. Na akiwa na umri wa miaka 27 alikwenda Roma kwenda kujisomea sheria za kanuni katika chuo kikuu cha kipapa cha Mtakatifu Thomas Aquinas. Mafunzo yake ya kidini yalimfikisha Peru kama misionari na baadaye alifanikiwa kupata nyadhifa mbalimbali nchini Marekani na huko Peru. Mwaka mmoja baada ya Papa Francis kuweza kuingia madarakani, alimteua Prevost kuwa askofu wa Chiclayo. Lakini mwaka 2023 Papa Francis alimteua kuwa mkuu wa baraza la maaskofu duniani na kumfanya kuwa kardinali. Ilikuwa ni Alhamisi jioni tarehe 8 Mei. Hii ni baada ya uchaguzi uliofanywa na makardinali wapatao 133 kutoka mataifa 70 kote duniani, na hii ikiashiria uchaguzi huu ulikuwa ni wa haki, tofauti na wengi walivyokuwa wakisema. Ikumbukwe pia Papa Robert Prevost ni raia wa nchini Peru na ana miaka zaidi ya 38 huko nchini Peru, japokuwa watu wengi sana walikuwa wakisema kwamba ni raia wa kule nchini Marekani, na swala la yeye kuchaguliwa lilikuwa likiwa linajulikana hata kabla uchaguzi haukupangwa, kutokana na ile picha ya Donald Trump ambayo alikuwa kikejeli au mzaa aliofanya baada ya kutengeneza picha ya AI ikimuonesha yeye amevalia nguo za kipapa. Japokuwa kuna watu wengi pia walikuwa wakilalamika kwa nini hakuna papa mweusi, kwa nini miaka nazidi kwenda na hakuna papa mweusi aliyewahi kuingia madarakani na kuweza kutawala. Wengi waliamini labda mwaka huu ingeweza ikawa hivyo, lakini pia haikutokea. Watu wengine wakaamini kwamba ni jambo la kibaguzi. Kwa nini Afrika hakuna papa mweusi ambaye anaweza kutokea huko? Ina maana sisi wa Afrika hatufai kuwa mapapa au hatuna uwezo wa kuongoza dunia. Na wengi wanaamini kwamba kama ukiweza kuchaguliwa papa basi wewe utakuwa ni kiongozi mkubwa wa dunia, na hakuna Mwafrika ambao labda ana uwezo wa kuweza kuiongoza dunia. Hivyo ndivyo wengi ambao walikuwa kiamini kuhusiana na hili swala la kipapa. Lakini wengine wanadai kwamba ni miaka 1500 imeweza kupita sasa tangu kuweza kupatikana kwa papa mweusi, na maana tangu ambapo papa mweusi aliweza kuongoza imeshapita miaka 1500, na tangia hapo hakuna papa mwingine tena kutoka Afrika au papa mweusi aliyewahi kuongoza. Kiachana na hivyo, mambo ambayo yaliweza kutia doa swala la papa ni pamoja kuonekana kwa wanawake ambao waliwasha moshi wa pinki na ukawa unaelea unapanda juu, wakati ule moshi mweupe ukiwa unavuka, ishara ya kwamba papa ameweza kupatikana. Lakini nje kidogo ya jengo hilo basi walionekana wanawake ambao walikuwa na wakitumia moshi wa pinki, na hii ikiwa ni ishara kwamba wanalalamika wakiamini kwamba wameweza kubaguliwa. Kuna ubaguzi wa kijinsia kutokana na wao kutohusishwa katika uchaguzi wa kipapa. Zaidi ni wale makardinali 133 na wanawake hakuna hata mmoja ambaye alihusika katika kumchagua papa, na wao wakiamini kwamba ni wanadamu, wana moyo na wana roho na pia na wana dini, lakini hao wamewekwa nyuma katika kumchagua papa ambaye anakuwa ni kiongozi wa wote, lakini wao hawakuhusika katika kumchagua. Hii ndivyo ilivyokuwa, na wengi wakawa na maoni tofauti, lakini furaha kubwa ni kupatikana kwa papa huyo ambaye anaonekana ni papa hakuwa na msimamo tofauti na Papa Francis, lakini alichoongezea hapo kwamba anahimiza upendo na amani kote duniani kote. Na papa huyo Robert Prevost hataitwa Robert Prevost, kwani mapapa kama ilivyokuwa desturi huwa wanachagua majina ambayo watayapenda, ambayo ni leo watapewa malisti ya mapapa ambao waliwahi kuongoza kanisa Katoliki, na mwisho wa siku katika listi hiyo watachagua. Na ndio maana mara nyingi sana utakuta kuna Papa Benedict wa kwanza, Papa Benedict wa pili, Papa Benedict wa 16, Paulo wa ngapi, ukiangalia Papa Francis wa tatu, Papa Francis wa 4, na ndivyo ilivyokuwa hata Papa Francis wa 16. Hivyo ndivyo inavyokuwa, na hapa papa huyu ameweza kuchagua jina lake ambalo amelichagua ilikuwa ni Papa Leo wa 14, na ndilo jina ambalo atakuwa akifahamika nalo, na hata kuwa akiitwa Papa Robert Prevost. Atakuwa akifahamika kama Papa Leo wa 14.
Ni yapi maoni yako kuhusiana na huyu papa mpya na malalamiko ya wengi kuhusiana na ubaguzi au ni haki? Vipi kuhusiana na hao wanawake ambao wanadai kwamba wanataka haki ya kuweza kumchagua papa? Unafikiri watatumia njia gani ili kuweza kuwahusisha wanawake wakati mwingine ili waweze kumchagua papa? Mimi ni Steven Kamil na hii ni Spruce Online TV. Usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili uwe wa kwanza kupata update na makala.